Nam, ni siku nyingine tena adhimu kabisa tumekutana Sukari House. Lengo letu ni kuweza kuja hapa kuweza kutoa elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Tunazungumzia ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Tunazungumzia UTT AMIS. Njoo hapa kuweza kupata elimu, lakini njoo hapa kama una changamoto yako yoyote kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Mfuko wako umeweza kupata changamoto yoyote, unahitaji kutoa pesa, karibu sana hapa Sukari House. Tunazungumzia mambo yote ya uwekezaji na UTT AMIS. Karibu sana. Mimi naitwa Ali Upuju Kuntunye Kidibdim Mwandila. Mambo? Poa. Mzima? Mzima. Mimi naitwa Ali Upuju, sio naitwa dada. Naitwa Lorraine. Lorraine, umetokea? Mikocheni. Mikocheni. Karibu sana UTT AMIS. Asante sana. Ni kwa mara kwanza UK hivi kidogo kama wewe. Ni kwa mara kwanza ndio ambapo umekuja hapa katika ofisi zetu za UTT AMIS? Ni mara yangu ya kwanza. Kwa maana yake hukuwahi kuwekeza na UTT AMIS? Sijawahi. Okay. Ni nani ambaye aliweza kukushawishi uje ufungue mifuko ya UTT AMIS? Ni rafiki yangu. Nani? Mtaje, usiogope. Au siri? Angel. Angel. Okay, shukrani sana Angel kwa kuweza kumshauri nani? Lorraine kuja kufungua mifuko ya uwekezaji. Unahisi labda kwa nini aliweza kukuelezea na wewe kushawishika ukasema hapana, mimi leo acha niende Sukari House nikapata elimu, lakini vile vile niweze kuja kufungua mfuko wa UTT AMIS? Rafiki yangu ana account UTT. Okay. Na amewekeza muda mrefu. Okay. Tangia mwaka 2023. Okay. Yako amepata faida, yani faida kubwa sana. Okay. Ikanishawishi sana, nikawaza na mimi nina hela yangu. Hapa ni salama, yani nimeona ni salama kwa sababu nimeona like alivyokipata, yani nimeona real life. Okay. Na washauri mtu yote ambaye ana hela yake aje kuwekeza hapa, yani ni usalama na ni uaminifu wake huko wa hali ya juu. Okay. Kuliko kucheza michezo sijui nini, bora uwekeze hapa. Lakini vile vile vipi kusana faida, alikuelezea faida zake ziko vipi? Alinielezea. Okay, sasa UTT sisi jinsi ilivyo ni kwamba kama alivyokuambia ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, inajihusisha masuala ya uwekezaji. Uwekezaji tunaamini kwamba unaweka pesa sehemu kwa ajili ya uzalishaji, lakini vile vile unapata faida ndani yake. Umeelewa? Lakini kuna usalama ndani ya UTT. Kwa hiyo maana yake kupitia Angel akasema hapana, Lorraine, na kushauri kama ndugu yangu, si unahitaji kuweza kuona mimi mpaka nimefungua duka jingine, labda biashara yangu imekuwa ni kutokana na faida ya UTT AMIS. Nilikuwa napata hela yangu naweka UTT. Napata hela yangu naweka UTT. Alitoka huko katika hizo sehemu zoko mnagombana huko watu. Mbona hajatoa leo? Tunafanya, umeelewa? Kule mpaka simu kama mnaita kausha damu. Umeelewa? Manake ilifika muda mtu mpaka kichwa kinakuuma, damu inakauka kweli kweli. Lakini UTT hakuna atakayekupigia simu kukwambia kwamba mbona leo hujaweka hela. Maana unaweka hela kutokana na malengo yako. Umesema kabisa labda leo nimepata milioni 2 naipeleka UTT. Leo nimepata 100,000 naipeleka UTT. Maana unaweza ukakata miezi 6 hujapeleka hela UTT na hakuna atakayekupigia simu. Kwa hiyo umeona utofauti wa uwekezaji wa UTT na hizo sehemu nyingine ambapo watu wanapeleka pesa zao, sio kuwekeza, kuweka hela. Ndio? Ndio. Kwa maana yake ni kwamba ni sehemu salama, lakini vile vile unapata na faida. Kwa mimi ni elimu ushapata? Nishapata elimu. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana UTT. Lakini vile vile uchukua fursa hii una mtoto? Bado. Okay. Umshauri na shemeji pia aje kufungua. Sawa, nitamshauri. Au sivyo? Okay, basi sawa. Mamangu, shikamoo. Maraba. Kwema kabisa. Kwema. Mimi naitwa Ali Upuju natokea UTT. Sijui mamangu anaitwa nani? Mimi naitwa Matilda Ndugulile natokea Temeke. Shukrani sana. Mamangu, shikamoo. Marahaba, ujambo? Kwema. Na mamangu unatokea wapi? Natokea Mwanagati, Ilala. Okay. Hii Mwanagati ndo kule karibu na Kitunda kule? Karibu na Kitunda, karibu na Buza kwa Mpalange. Karibu na Buza kwa Mpalange. Sawa, Buza kwa Mpalange. Sawa. Mama zangu, karibuni kwanza UTT AMIS. Karibuni sana. Lakini vile vile ningependa kuweza kujua mamangu Matilda. Ndiyo. Ni kwa mara ya kwanza ndo umekuja au ni mwekezaji wa muda mrefu? Kwa mara ya kwanza nimekuja. Ndo kwa mara ya kwanza? Ndiyo. Na mamangu kutokea Buza kwa Mpalange? Mimi leo ni mara ya pili, nisha kuwa mwanachama tayari. Okay. Nishawekeza tayari. Unaelewa kidogo chochote kuhusiana na UTT? Naelewa kidogo. Okay. Mamangu Matilda?
Na mimi naelewa kidogo. Maana nimefika. Okay. Lakini si mnafahamu kama UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali, si ndio? Ndio. Ambapo inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Ndio. Si ndivyo? Ndio. Ambapo ukiwekeza UTT katika ile mifuko yake 6 unapata wastani wa faida 12% kila mwisho wa mwaka katika kila mfuko. Ndio. Si mnalijua? Nalijua hilo. Mamangu, si unalijua? Nafahamu hilo. Kama katika ile mifuko ya UTT ukiwekeza mfuko labda mmoja wapo unapata wastani wa faida 12%, ambapo kila mwezi Mama Matilda unapata 1%, na hiyo ni minimum tunasema kwamba ni 1% ambayo ya chini, umeelewa ambapo inaweza ikaja ikafika mwisho wa mwaka ukapata hata wastani wa faida 13%, hata 14, 15. Lakini sisi tunasema 12 kwa sababu inategemea kutokana na soko la hisa linaenda, si ndivyo? Kwa hiyo mimi niwashukuru sana kwa kuweza kuja. Hivi mamangu Matilda, unahisi labda kwa wamama wa Kitanzania na wasio wa Kitanzania yawezekana, kwa sababu sisi Kijiwe Mchongo na UTT AMIS hii dunia nzima hapa watu wanaitazama, ungependa kuwashauri nini wamama kama wewe ambao leo hii hawajui chochote kuhusiana na UTT AMIS? Kwa mfano kama mimi ninachofahamu, ukija UTT AMIS kwanza ni taasisi ambayo iko chini ya serikali. Maana yake unawekeza pesa yako serikalini. Pili, unawekeza sehemu salama. Sio, umenielewa mamangu? Yaani maana yake unawekeza pesa yako sehemu salama. Umenielewa? Mambo ya vikoba. Umenielewa? Vikoba mtu anaweza kaondoka na pesa yako yote ukabaki. Unaonekana mamangu kwa mpango ushaumizwa nini? Sijawahi kuumizwa kwa, lakini unashuhudia. Nashuhudia kuwa kuna watu wanalia. Vikoba sio salama. Ja mitaani, bora mtu aje kuwekeza hapa, hela yake inakuwa salama na faida ya kueleweka. Chochote kuhusiana na hizi uwekezaji wa sehemu nyingine ambazo si sehemu salama, unawaambia nini watu? Mimi nawaambia kana kwamba waje UTT. Ni sehemu salama ya uwekezaji, hasa wakina mama wa Tanzania. Tulete pesa yetu UTT. Na vipi kuhusiana na zile faida ambazo zinapatikana kila mwisho wa mwaka? Na faida inayopatikana mwisho wa mwaka ni nzuri kutokana na pesa ulioiweka. Kwa hiyo mimi nawakaribisha mama wenzangu tuje UTT AMIS. Okay, mamangu kwa Mpalange hapa. Lolote la kutaka kuweza kuambia Watanzania na mama wenzio wabuza huko kwa Mpalange, wawakilishe wa Mwanagati. Wa Mwanagati. Na waasa waje wajiunge na UTT kwa sababu hela yao itakuwa mikono salama. Na pia watapata faida. Na mambo ya kuibiwa hayatakuwa hayatakuwepo. Okay. Lakini vile vile si mnajua kama mtu ukiwekeza pesa yako na UTT unaweza ukaitoa muda wowote. Ndio tunaelewa. Kwamba hakuna ile limit. Lakini huko katika wamama wale wa mitaani huko wakiweka hela haitoki kwa muda huo. Haitoki kwa muda huo. Kwa maana yake hakuna usalama. Hakuna usalama zaidi. Mambo? Poa. Mzima? Mzima. Unaitwa nani? Naitwa Harriet. Harriet, na unatokea wapi? Kimara-Mwisho. Kimara-Mwisho. Okay, sawa. Harriet, ni kwa mara ya kwanza ndo ambapo umekuja hapa Sukari House au ni mara kwa mara unakuja? Ni mara yangu ya kwanza. Ni kwa mara ya kwanza? Ndio. Okay. Kwa maana yake hujui chochote kuhusiana na UTT AMIS? Hapana, sifahamu. Ni nani ambaye aliweza kukuambia bwana Harriet nenda UTT AMIS? Baba yangu ndo alinishauri nije nifungue mfuko hapa. Alikwambia mfuko gani? Aliniambia nitapewa maelekezo huko kwa sababu sina ujuzi wa chochote kuhusu UTT. Kwa hiyo aliniambia taarifa zote nitaje kuzifahamu huko. Na tayari ushahudumia au bado hujapata elimu? Hapana, bado. Okay, sawa. Sasa mimi nipende kukuambia Harriet, cha kwanza kabisa karibu sana UTT AMIS, lakini cha pili niweze kukuambia kidogo kabla hata hujaingia humu ndani kuweza kupata hiyo huduma. Harriet, UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Uwekezaji, mtu akikwambia uwekezaji wewe unaelewa Harriet? Uelewi. Uwekezaji tunazungumzia maana yake kwamba unaweka pesa sehemu ambapo mwisho wa siku inazalisha na faida, ndo kuwekeza. Maana yake hiyo pesa yako ukiiweka sehemu fulani alafu ile pesa baadaye inakuja inazalisha na faida, maana yake huo ndo uwekezaji. Lakini ukichukua pesa yako ukiiweka sehemu kama kwenye kibubu au ndani chumbani, maana yake haina faida, huo sio uwekezaji. Kwa maana yake inawezekana mzee akaona kwamba Harriet, nenda pale labda Sukari House, nenda UTT AMIS ukapata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Ukija hapa UTT AMIS kuna mifuko 6.
Elewa, mifuko hiyo ambapo unaweza ukawekeza, kuna mfuko unaitwa Umoja, kuna Liquid, kuna Wekeza Maisha, kuna Hati Fungani, umeelewa? Kuna mfuko wa watoto fund, umeelewa? Lakini wewe sio mtoto, wewe ni mtu mzima, si Ndio. Kuna mfuko hadi ya watoto. Lakini sisi mifuko yetu sisi hapa ukiwekeza, wao UTT AMIS ikifika mwisho wa mwaka baada ya miezi 12 unapata wastani wa faida ya 12% ya kile ulichokiwekeza. Sio, unaelewa? Nimekuelewa. Yaani maana yake Harriet, ushakuweka hela kwenye kibubu? Zamani kidogo. Zamani kidogo. Ulikuwa ukiwekaga hela labda takriban kwa muda gani? Miezi 3 4, alafu na kivunja. Unaamini kwamba si ulikuwa unaweka hela kwa ajili ya malengo yako? Ndio. Yaani kwamba unatafuta labda hela ya simu maskini, unatafuta hela labda ya sikukuu, si ndivyo? Lakini ikishafika ile muda wako husika ndo unakuja unakivunja kibubu chako. Kwa maana yake uliweka hela kwa ajili ya malengo yako. Ndio. Ulikuwa unakutana na faida? Hapana. Ulikuwa unakutana na faida? Kwa maana yake umeona, ulikuwa ufanye uwekezaji, ulikuwa unaweka hela ndani, si ndivyo? Lakini sisi UTT maana yake unaweka hela yako kutokana na malengo yako ya baadaye, umeelewa? Lakini vile vile unakuja unapata faida katika hiyo pesa yako. Maana yake ukija ukiweka mfano mwaka mzima, wewe Harriet tumeka hela kila siku naweka hela, ukaja ikatimia milioni 1 baada ya miezi 12, UTT wao wanakuja kukupa 12% ya kile ulichokiweka. Mfano kama umeweka hela ikaja ikatimia milioni 1, maana yake 12% ya milioni 1 unajua shilingi ngapi? 120,000. Maana yake kwenye akaunti yako utakuja kukuta milioni 1, 100,000 na 20,000, ambapo ungekuwa katika kibubu ukiweka ile hela yako ikaja ikatimia milioni 1 baada ya miezi 12 unakuta shilingi ngapi? Ingebaki constant milioni 1 hiyo. Milioni 1 hiyo hiyo. Kwa hiyo umeona utofauti wa kuwekeza na UTT. Na ndio maana mzee akakwambia kwamba nenda wapi? UTT AMIS. Ukapata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Kwa hiyo hayo ndiyo mafupi. Oya, tuko pamoja? Tunarudia. Kwa hiyo hayo ndiyo mafupi kuhusiana na masuala ya uwekezaji na UTT AMIS. Umeelewa? Kwa hiyo mimi napenda kushauri, lakini nikikuangalia kabisa wewe kuna mfuko unakufaa unaitwa Liquid. Unaelewa? Ambapo Liquid mfuko huo ni wepesi katika kuweka hela, lakini vivyo katika kuutoa. Na kianzio chake Liquid ni 100,000. Usije ukaona labda kwa nini ni kubwa. Kuna mifuko mingine kianzio chake hadi 10,000, umeelewa? Na kuna mifuko mingine kianzio chake milioni 2, lakini kwa mfuko wa Liquid au unaitwa ukwasi, nikikuangalia kama wewe mwenye malengo yako, kama Helen, weka katika mfuko ambao unaitwa Liquid au ukwasi. Unaitwaje? Harriet. Huo mfuko unaitwaje? Unaitwa ukwasi. Ukwasi au Liquid. Au Liquid. Au Liquid. Ukiweka pesa manake huo ni mwepesi kuweza kutoa pesa, lakini vile vile ni mwepesi kuweza kuweka hela. Ukiweka hiyo 100,000 yako manake inaingia moja kwa moja katika huo mfuko wako. Umeelewa? Au sivyo? Chochote ambacho labda ungepeza leo mbona nachapia sana. Okay, labda Harriet, chochote ungependa kuweza kuambia marafiki zako ambao wako nyumbani, labda una dada, una kaka, umeelewa, mzee vile vile, kwa ushauri ambao anaweza kukwambia, mwanangu nenda pale UTT AMIS ukapata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Hebu waambie chochote kuhusiana na faida za kuja kuwekeza katika hii mifuko ya UTT AMIS. Kwa mimi ninachokifahamu na nilivyoshauriwa na baba ni kwamba ni mfuko ambao una faida, kwa sababu yeye mwenyewe sasa hivi ni mwaka wake wa 3 na ameinvest hela nyingi kupitia UTT, na muda wote akihitaji anakuja anachukua hela yake na pia anaendelea kuwekeza pesa zake. Kwa hiyo ni mfuko mzuri, ndio maana na mimi akanishauri nije kuwekeza, kwa sababu sasa hivi nimeanza kujitegemea. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imetufikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia. Namu, hii ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Tunazungumzia UTT AMIS. Bwana, sisi tutazidi kutoa elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Kijiwe mchongo itazidi kuswampa mtaa baada ya mtaa. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju kuntunya kidimdimu Mwandila. Nazidi kukushukuru sana wewe ambaye tulikuwa mwanzo mpaka mwisho kupitia Kijiwe mchongo. Wewe ambaye uliweza kutoa shout zako zote kuhusiana na masuala ya Kijiwe mchongo na UTT AMIS. Bwana, nyuma ya kamera ni Cosmas Mtumbades. Nakushukuru sana ndugu yangu, au sivyo? Bwana, tukutane next time hapa hapa ndani ya Kijiwe mchongo na UTT AMIS. Bye bye.